kwao sisi tumemuua Masihi Isa mwana wa Mariamu mtume wa Mungu. Kuna baadhi ya watu ambao kwamba hawa walikuwa kumtishia Mtume Muhammad alipokuwa kutangaza ujumbe wa Mungu mmoja. Wakimwambia tutakuua kama tulivyomuua ndugu yako Yesu na tutakusulubu juu ya msalaba. Sasa Mungu anasema kwa ajili ya kusema kwao wao Wayahudi ya kwamba wanamuua Isa ama Yesu mwana wa Mariamu mtume wa Mungu, hali hawakumuua wala hawakumsulubu. Kwa maana kwanza kabisa kifo cha msalaba si ishara ya wokovu, bali kifo cha msalaba ni ishara ya laana. Yaani mtu anapokuwa ametundikwa juu ya mti au juu ya msalaba, yule mtu anakuwa amelaaniwa. Yaani kwa mfano sisi Waislamu kwa maana tunampenda Yesu, tunasema Yesu hakufa msalabani, yaani bimaana hakulaaniwa. Lakini ndugu zetu wa Kristo walikubali ya kwamba Yesu amelaaniwa. Galatia 3:13 nasemaje? Kitabu cha Galatia. Yaani mtu anataka njia ya mkato ama cut short ili aweze kuingia katika paradise. Yaani anaamini tu damu na kufa kwa Yesu msalabani yeye anapata uzima wa milele. Haiwezekani katu jambo kama hilo ya kwamba mtu aamini tu msalaba na awe amepata uzima wa milele. Teremka wa Galatia 3:13. Na watafuta hapa hivi wamejificha hao Galatia 3 kuanzia 13. Inasemaje? Tusikize. Inasemaje Biblia sura ya. Kwa hivyo Waislamu wamekuja kumtetea ndugu yao Bwana Yesu ya kwamba huyo Yesu kumbe jamani ilikuwa si mpango wa Mungu auawe. Tutaangalia ulikuwa ni mpango wa nani. Teremka wa Galatia 3 kuanzia 13. Kwa hivyo leo ndugu zetu wa Kristo wanasikia wakisema wanampenda Yesu, Yesu ni mwokozi wa maisha yao, lakini wanataka Yesu afe msalabani ili wao wapate uzima wa milele katika njia ambayo kwamba haistahili kupata. Bado Kristo alitukomboa katika laana ya Torati. Kwanza kabisa kitabu kinasema Kristo alitukomboa katika laana ya Torati, kwa kuwa ama kwa maana alifanywa laana kwa ajili yetu. Kwa maana imeandikwa amelaaniwa kila mtu angekwewa juu ya mti. Yaani amelaaniwa kila mtu anayetundikwa juu ya msalaba. Ndio tulipoona jambo hili tukaona hapana. Kwa maana kitabu cha Wakorintho 2:21 nasema haiwezekani mtu mwenye roho kusema kwamba Yesu amelaaniwa. Yaani mtu mwenye roho kusema Yesu amesulubiwa. Na Waislamu wanasema Yesu hakufa, Yesu hakusulubiwa. Na ndipo Mwenyezi Mungu anasema kwenye Qur'ani sura 3 aya 55 anasemaje? 3:55 kitabu cha Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim sura Neza aya 55 limefika baba, inasema ndio 3:55 hawatakuwa hao maadui wala inasemaje? 3:55 nipo penyewe baba, inasema ndio kumbukeni Mwenyezi Mungu aliposema. Natoteni sana. Kumbukeni Mwenyezi Mungu aliposema Isa, Yesu, mimi nitakutimizia muda wako wa kuishi. Mimi nitakutimizia muda wako wa kuishi. Hawatakuua hao maadui. Na nitakuleta kwa. Kwanza kabisa wanaotaka kumuua Yesu ni maadui. Na ni maadui wa Mungu na ni maadui wa wanadamu. Sasa itawezekanaje wokovu ama kitu kizuri kipatikane katika mkono wa watu wabaya, watu ambao kwamba leo ni maadui wa Mungu? Mwenyezi Mungu anasema hawatakuwa hao maadui, nami nitakuleta kwangu. Yaani Mungu, yaani kinyume na Yesu kufa msalabani ama kinyume na Yesu kuuawa na maadui, Mungu anampeleka juu. Je, ni kweli maadui wa Mungu na wanadamu walihusika katika mpango wa kutaka kumuua Yesu? 22:3 Luka 22:3 22. Tunastaajabu na kushangaa kuona ya kwamba kumbe mpangilio wa Yesu kufa msalabani iko mikononi mwa watu wabaya. Sasa itawezekanaje Mungu apitishe wokovu ambao kwamba ndio kitendo kizuri kwa mwanadamu apitishe katika mkono wa watu wabaya? Teremka inasema Shetani ndio akamwingia Yuda aitwaye Iskariote, ndio naye ni mmoja wa wale 12. Yaani inasemekana ya kwamba Wayahudi walitafuta njia ya kumkamata Yesu lakini walishindwa. Lakini Shetani akatoa msaada mkubwa, akamwingia mmoja katika wanafunzi wa Yesu anaitwa Yuda. Yaani Shetani akamwingia Yuda. Yuda akaenda kwa Mafarisayo kumsaliti Yesu. Yesu akakamatwa, akasulubiwa, Wakristo wakapata wokovu.
Kwa hivyo mwokozi wa kwanza wa Kristo ni shetani, kwa maana shetani ndio kamwingia Yuda. Unaona bana? Wapi Mungu akamwingia Yuda ili Yuda amsaliti Yesu? Hakuna. Lakini shetani ndio kamwingia Yuda akakwenda kumsaliti Yesu. Jamani, wewe Yesu unakufa, wewe Yesu, ama Yesu hautakufa? 12:38 kitabu cha Mathayo, Yesu mwenyewe aseme 12:38. Yaani kusema kweli hawa Wakristo na bahati kweli kweli. Yaani mvua na wanusuru, hali na wanusuru, wanakuja wamechelewa, vyombo wanafunga saa 11. Yaani ajabu hana mpangilio maalum. Tatizo ni kasina. 12:38 Mathayo. Kunawezekana kasina kidogo mteremka. Ndio hivyo tena. Hapo baadhi ya waandishi na Mafarisayo ndio wakamjibu wakasema, "Mwalimu, tunataka kuona ishara kwako." Mwalimu, tunataka kuona ishara kwako. Akajibu akawaambia, "Ndio. Kizazi kibaya cha zinaa Zatafuta nini? Zatafuta ishara, wala hakitapewa ishara ila ishara ya nabii Yona." Maliza. Kwani kama vile Yona alivyokuwa ndio siku 3 nini mchana na usiku katika tumbo la nyangumi, hivyo ndivyo mwana wa Adamu ndio atakavyokuwa siku 3 mchana na usiku katika nini? Katika moyo wa nchi. Tulia. Yesu anasema yeye hatakufa. Yesu, kuna watu waliokuja kutaka miujiza kwa Yesu. Yesu akawaambia kizazi kibaya tena cha zinaa tatafuta ishara ama miujiza, na haitapewa miujiza isipokuwa miujiza ya nabii Yona. Kama vile Yona alipokuwa katika tumbo la samaki siku 3 mchana na usiku, hivyo ndivyo atakavyokuwa mwana wa Adamu katika moyo wa nchi. Sasa swali la kujiuliza, Yona alipokuwa siku 3 mchana na usiku katika tumbo la samaki, alikuwa hai ama alikuwa amekufa? Kuna kwenda moja kwa moja tupate kwenye kitabu cha Yona 1:17. Uko karibu. Bwana mtafuta Yona. Kwa hiyo tunapata kwamba Mungu aliweka samaki mkubwa ili kummeza Yona. Yona akawa ndani ya samaki yule muda wa siku 3, ndiposa Yona akamwomba Mungu. Wacha tu, ni kumaanisha Yona alikuwa hai katika tumbo la samaki, na Yesu anasema mfano wake utakuwa mfano wa Yona, atakuwa hai katika moyo wa nchi siku 3 mchana na usiku. Sasa swali la msingi, je, kuna watu wanasema kwamba Yesu kawabebea dhambi zao mpaka wakaimba pale Kalvari yote yamekwisha? Utamsikia pasta kija hapa lazima aimbe hapo mbio. Yaani Yesu kafa. Sasa jamani, kuna mtu inawezekana Yesu akafa kwa ajili ya dhambi za watu? 8:21 Yohana. Mwalimu, naam. Wewe msomo nyepesi tu, hakuna kwenda kwa haraka na ngoja kasina aje. Alafu akatakana pengele sehemu. Teremka. Ukute 8:21 Yohana. Ndio. Basi akawaambia tena, mimi ndio naondoka. Yesu anawaambia mimi naondoka. Nani? Mtanitafuta. Nani? Ndio mtakufa katika dhambi zenu. Ala, kumbe hakuna Yesu akubeba dhambi, kumbe wanakufa kwa ajili ya dhambi wao wenyewe. Kumbe wao wana madhambi, wao ndio wanakufa wana dhambi. Sasa imani Yesu, wewe Yesu, dakika 5 zimebakia. Sasa kuuliza, hebu tumuulize Yesu utakufa ama hautakufa? 7:33 Yohana. 7:33 kitabu cha Yohana. Hii kifo cha Yesu msalabani ni kifo cha kutungwa tu. Yaani mambo ambayo kwamba yametungwa tu. Yaani haiwezekani Mungu ashindwe, ana uwezo wa kutuokoa mpaka afanye mtu afe, mtu aje ateswe, atemewe mate, apigwe, achomwe mikuki. Haiwezekani. Mungu si huyo Mungu kidogo anaonekana ni Mungu sio kawaida. Teremka mwalimu. Amechanganyikiwa. Na watu wengi katika mkutano. Unasema ngapi? Niko 7:31. 33. Basi Yesu akasema, bado kitambo kidogo nipo pamoja nanyi. Yesu anasema bado kitambo kidogo nipo pamoja nanyi. Kisha nini? Naenda zangu. Ndio. Kwake yeye. Alifanyaje? Aliyonipeleka. Ndio. Mtanitafuta. Jamani, mtanitafuta ili mnioe. Wala mtafanyaje? Hamtaniona. Jamani, Yesu anasema wala mimi hamtaniona. Mtanitafuta mniue na wala mimi hamtaniona. Nani nilipo Yesu. Ninyi hamwezi kufanyaje? Hamwezi kufika. Ala, kumbe mahala alipo Yesu hakuna anayeweza kufanyaje? Kufika. Na Yesu anasema yeye anakwenda
anakwenda sawa sawa Naam. Watamtafuta ili wamuue wala watafanyaje? Hawatamuona. Kumbe Yesu hakufanya nini? Hakuuawa. Alifufuka ama hakufufuka? Wakorintho wa kwanza 15:15. Lazima tukusie manyaga hayo. Wakorintho wa kwanza 15:15. Yaani sisi Waislamu jamani, kinachohitajika kwetu ni sisi kufanya tauba, kutubu tu. Tunapotubu Mungu anatusamehe dhambi zetu. Si mpaka Mungu auwe mtu. Mungu mwenyewe anasema katika amri 10 anasema usiue. Alafu yeye anaua mtu kwa ajili yetu. Kwani Mungu atakuwa kidogo ani Mungu aina gani? Mungu atakuwa. Ndio maandiko yanasema ya kwamba Mungu teremka mwalimu. Naam. Na sisi ndio tumeonekana kuwa mashahidi wa uongo wa Mungu. Kwa nini? Kwa maana ndio tulimshuhudia Mungu ya kuwa alifanyaje? Alimfufua Kristo ambaye hakumfufua. Anakumbe Yesu hakufanya nini? Hakufufuliwa. Na kama hakufufuka hakufanyaje? Hakufa. Yesu hakufa. Na Yesu alipaa kaenda wapi? Alikaenda mbinguni. Na kwa maana Waislamu wanamsubiri kurudi kwa Yesu, ni dalili ya kiyama. Na pia vile Wakristo nao wanasubiri kurudi kwa Yesu. Kweli si kweli? Kweli. Haiwezekani Mungu Mungu akose njia kwa wanadamu mpaka aje afe Yesu. Na hakuna andiko katika Biblia inasema Mungu amemleta Yesu afe kwa ajili ya watu kama ipo leo nipewe niokoke. Kwa maana kanisani tulikuwepo, tutaimba sana kule. Wanasikia kasina. Yaani kasina, mimi nakwambia hivi, hakuna mahala popote katika Biblia Mungu anasema ya kwamba amemleta Yesu aje afe kwa ajili ya watu. Natumai dakika zangu ziko. Baba mwalimu. Naam. Mungu anamuokoa Yesu, Mungu amuokoa Yesu. Zaburi 26. 26 kitabu cha Zaburi. 26 andiko la mwisho nafikiria. Haya 20 nipo penyewe yake 600. Zaburi inasema. Yaani kanisa linafaa iandae vitu vya sawa sawa, yani hapa mambo kuanzia saa 9 hapa mambo yameeleweka. Teremka. Zaburi 26. Sasa najua ya kuwa ndio Bwana amuokoa masihi wake. Ala, Mungu anamuokoa nani? Masihi wake. Na masihi ni nani? Ni Yesu. Kumbe Mungu anamuokoa nani? Yesu. Kwa maana walitaka kumuua Wayahudi. Mungu akamuokoa Yesu akampaisha mbinguni. Ndio lengo mahsusi ya Mungu yani Mungu kufanya Yesu apae mbinguni kwa sababu ya kutaka kuuawa na Wayahudi. Lakini Mungu akaona hao Wayahudi hawataniweza, waacha nimchukue Yesu mbinguni. Ndio Mungu akamchukua Yesu akampeleka wapi? Mbinguni. Dakika ngapi? Anasema dakika moja, hiyo inatosha kutoa andiko lingine. Sasa mwalimu, naam. Kumbe Yesu hakufa. Ndio. Unaona bwana? Naam. Na kwa Yesu hakufa, maandiko yameelezea kwamba Yesu hakufa. Naam. Na katika dakika 10 zitakazokuja tuelezea mpango wa kutaka kuua Yesu msalabani ulikuwa tumetoa kwanza. Adui wa kwanza wa Mungu nani? Shetani. Na Wakristo wanasema shetani ni adui wa Mungu. Kweli si kweli? Kweli. Lakini huyo shetani kawapa Wakristo nini? Wokovu. Sasa msiba, mimi nashangaa. Yaani Mungu yani shetani anawarahisishia nyinyi kupata wokovu, na kila siku mnamlani huyo shetani. Jamani, baba. Naam. Andiko liko wazi, nafikiri kutokana na muda singependa kurefusha zaidi. Naona Bwana Kasina ana hamu ya sauti hii, anaona hapa jahazi mezama hapa kabisa. Asalamu alaykum wa barakatuh. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Haya, tunashukuru kwa sababu ya kutumia muda vizuri, na tunaalika mwalimu mwingine wa Kikristo. Na mimi nimesikiza hata wewe pia utakuwa jaji mahali ulipo, kama kuna aya yoyote imetolewa kwa Qur'an kwamba Yesu hakufa. Kwa hivyo wewe ndio utajaji, mimi sitajadili. Ninawaletea tu mwalimu, ninawakumbusha tu swali ya msingi: je, Yesu alikufa? Hakufa? Kwa hivyo kila mwalimu anapoinuka, tunatarajia watu wote wanaokaa hapa wanatarajia kusikia kwamba hakufa ama kafa. Namkaribisha mwalimu wa Kikristo ambaye atatupeleka kwa muda wa dakika 15. Asante. Mwalimu wangu, yaani mimi nimemsikiliza mwalimu wa Kiislamu kwa dakika 15. Naam. Naona Abubakar ameishiwa na hoja.
kabisa. Akaanza kulalamika, unajua kasina, kuja mapema, unajua. Na wewe unaona tumekuwa hapa tu mvua ndio imefanya. Hiyo si mada. Acha malalamiko bwana, hiyo sio mada. Mada inauliza, je, Yesu kafa na kufufuka au la? Sasa kwa dakika 15 mwalimu, naam, mimi nimemsubiri aweze kutupatia angalau andiko moja linalosema ya kwamba Yesu hakufa wala hakufufuliwa. Mimi sijalipata hiyo andiko. Hakuna, sijaweza kupata. Kile ambacho nimesikia ni malalamiko. Na kwanza nataka niweze kumpongeza Abubakar, maana ndio elimu ambayo alio nayo. Amekuja akaanza katika Qur'ani 457. Tena andiko hilo halisemi Yesu hakufa. Abubakar, sikia nikutie chuoni. Wacha tumfunze Qur'ani. Tukufundisha Qur'ani. Maana uende ikawa unajua pia wacha. Hebu soma kwanza, acha nisienda huko kwanza. Inasema itakuja baadaye. Soma andiko mwalimu. Yaani sura ya 4. Sura ya 4, sura Nisa, sura ya wanawake. Sura ya wanawake. Aya 157. Anasemaje? Na kwa ajili ya kusema kwao. Na kwa ajili ya kusema kwao. Sisi tumemuua Masihi Isa mwana wa Maryam. Sisi tumemuua Masihi Isa mwana wa Maryam, mtume wa Mungu. Hali hawakumuua. Wala hawakumsulubu. Wala kufanya nini? Hawakumsulubu. Kwa hivyo mwalimu wangu, kuna watu waliodai wanamwambia Muhammad ya kwamba tutakuwa, unajua vile amesema ya kwamba tutakuwa kama tulivyomuua Masihi. Sawa? Kwanza amekubali. Tena Muhammad akaambiwa waambie hawakumuua wala hawakufanya nini? Hawakumsulubu. Na mimi nakubaliana na andiko hilo 100% mwalimu. Maana andiko hilo linasema hao waliokuwa na Muhammad hawakumuua wala hawakufanya nini? Hawakumsulubu. Maana hawakuwa katika kipindi cha Yesu. Ndivyo hivyo bwana. Mwalimu wangu, ndio sababu nzuri ya aya. Ndio maana ndio sababu nzuri ya aya. Sawa, yani wale kidogo mwalimu wangu Rabik, yani alipokuja ndipo akaanza kuchanganyikiwa. Unajua alitoa ile nikafikiria leo huenda amepata hoja ya msingi, lakini hakulijengea, akachanganyikiwa kidogo. Na alipochanganyikiwa akaanza kukimbia kwa Luka. Akasema unajua katika Luka aliyekuwa na mpango wa kumuua Yesu ni watu wabaya. Sawa? Sasa sikia, hebu mwalimu soma, amesoma 22:3 kitabu cha Luka. 22:3 kitabu cha Yuda. Akadai ya kwamba shetani alimuingia Yuda akamsaliti. Sawa? Shetani alimuingia Yuda akamsaliti. Wokovu hauji katika usaliti. Wewe vipi bwana? Sikia nikutie chuoni. Mwalimu hebu soma andiko hilo kwanza. Inasemaje? Shetani akamuingia Yuda aitwaye Iskariote. Ndio. Naye ni mmoja wa wale tenashara. Akaondoka. Ndio. Akaenda akasema na wakuu na makuhani na majemadari. Ndio. Jinsi atakavyoweza kumtia mkononi mwao. Kumbe mwalimu, huyu mpango ambao aliyokuwa nao wa shetani kumuingia ni ili aweze kupata faida. Yaani anamsaliti kwa watu waliokuwa wanamtafuta. Sawa? Lakini je, katika mpango wa Mungu, sikia Abubakar vizuri, katika mpango wa Mungu aliyokuwa nao tangia zamani ulikuwa ni mpango wa namna gani? Sikia hii mwalimu wangu. 24:44 Luka hiyo. Unajua alijua hapo kuna point. Hakuenda huko. Hawezi fika huko. Soma andiko. Inasema 44 inasemaje? Kisha Yesu akawaambia, hayo ndiyo maneno yangu niliyowaambia. Nilipokuwa ningali pamoja nanyi. Ya kwamba ni lazima. Sikia Abubakar, usiangalie kule barabarani. Inasemaje? Ni lazima yatimize yote niliyoandikiwa nini katika Torati. Kwa hivyo habari za Torati za Yesu mwalimu. Habari zake ziko katika Torati ya nani? Ya Musa. Tupe habari. Na katika manabii. Na Zaburi. Ndipo
ndipo akawafunulia akili zao ili wapate kuelewa maandiko. Ili uweze kuelewa maandiko mwalimu, lazima ufunuliwe. Lazima ufunuliwe. Kwa hivyo leo tunataka tuweza kuangalia habari hizi za kifo cha Yesu imefunuliwa namna gani hapo. Tena mwalimu wangu, kabla sijaingia naomba kwanza unisaidie 19:15 Kumbukumbu la Taurati. 19:15 Kumbukumbu la Taurati. Naona Mawembe tena ni mwanafunzi mzuri. Amechukua simu na nakili. Naona anasaidika sana. Aweze kupata raha. Soma andiko. Inasemaje? Shahidi mmoja asimunukie mtu awaye yote. Humshuhudia kwa uovu wowote. Wala kwa dhambi yoyote. Katika makosa yoyote. Jambo. Na lidhibitishwe kwa vinywa vya mashahidi wawili. Wawili au watatu. Wawili au watatu. Kwa hiyo mwalimu wangu, tangu alipopanda hapo, shahidi ambaye ametumia kudai ya kwamba Yesu hakufa, ni mashahidi wangapi? Mmoja. Naomba alete wa pili. Pamoja wa mani? Huyo mmoja ni Mawembe. Maana ndio amekuja hapa akamwomea, akawa anaweka maneno, si maandiko. Hamna andiko ambalo ametoa linalosema Yesu hakufa. Sasa mwalimu wangu, maana tumesikia mashahidi wawili au watatu. Mimi naomba nianze shahidi wa kwanza. Sawa? Shahidi wa kwanza. Biblia inasema hivi, Yesu anasema maneno yake yameandikwa katika Taurati ya Musa. Je, Musa alipoandika aliandika kuhusiana na Yesu akaandikaje? Tupe habari. Mwalimu wangu, ndio katika Hesabu 21 mstari wake ni 8. Nilifika. Tupe habari baba. Inasema Bwana akamwambia Musa, ufanyie nyoka ya shaba. Ukaiweke juu ya mti. Ukafanya nini? Ukaiweka juu ya mti. Na itakuwa kila mtu aliyeumwa aitazamapo ataishi. Atafanya nini? Kumbe kuna mfano mwalimu. Kuna unabii unatolewa katika Taurati ya Musa. Sawa? Musa akaambiwa atengeneze nyoka ya shaba, aitundike juu ya mti, ili yeyote atakayeumwa aitazamapo atafanya nini? Ataishi. Unabii ulimuhusu nani hapo? Yohana 3 mwalimu. Yohana 3:14. Hebu teremka tupera. Inasemaje? Na kama vile Musa alivyomuinua yule nyoka jangwani. Hivyo. Maliza. Mwana wa Adamu hana budi kuinuliwa. Kumbe kama vile Musa alikuwa ametabiri, mwana wa Adamu naye hana budi kufanywaje? Kuinuliwa. Yaani mwalimu wangu, ile ni andiko limekauka kabisa. Inadhibitisha kama ilivyokuwa kwa Musa, imetimia kwa Yesu wapi? Msalabani. Sawa? Aje apinge. Teremka mwalimu wangu. Ili kila mtu aaminie. Awe na uzima wa milele. Unisikie muda wangu kidogo. Awe na uzima wa milele. Ili yeyote aaminie awe na nini? Uzima wa milele. Katika yeye. Katika nani? Katika yeye. Kumbe Yesu kama alivyotabiriwa na Musa mwalimu, akaja kutimiza unabii huu. Wewe ni nabii wangapi? Tunaingia nabii wa pili. Nabii wa pili aliyetabiri kifo cha Yesu mwalimu. Na aliweza kutabiri namna gani? Ndio. Kimbia katika Zaburi. Alisema habari zake zimeandikwa katika Zaburi. Na tena hao Waislamu hawa wanadai ya kwamba wanaamini katika kitabu cha nini? Cha Zaburi. Aliyeteremshiwa nabii yupi? Daudi. Je, Daudi alipopewa habari ilikuwa ni namna gani? Umefika baba? Niko hapa. 22. Hebu anzia 1. Inasemaje? Ila leo watakataa Zaburi. Labda leo wakataa. Inasemaje? Mungu wangu. Mbona umeniacha? Eti mbona umefanya nini? Mbona umeniacha? Mwalimu wangu, hakuna mahala popote ambapo katika maandiko hata katika historia Daudi aliweza kuachwa na Mungu akayanena hayo maneno. Ilikuwa ni
mtabiri. Sawa? Kabisa. Aliyekuwa anatabiriwa na kukusudiwa ni nani? Mwalimu wangu nipo. Mathayo. Unajua sijaanza kumfuata kula ambako amepotea. Kwanza nifundishe watu waweze kuelewa mwalimu. Ndio muhimu. Ndio muhimu. Hebu teremka Mathayo 27. Ukifika 39 dakika 5 zimebaki. Zinatosha kumsaidia Mawembe aweze kuondoka msikitini. Unasemaje? 45 ndio hiyo. Basi tangu saa 6. Tangu saa 6 alikuwa anagiza juu ya nchi yote. Ndio. Hata saa 9. Na kama saa 9 Yesu. Yesu. Akapaza sauti yake kwa nguvu akasema. Akasemaje? Eloi lama sabakitani. Eloi lama sabakitani. Yani Mungu wangu. Mbona umeniacha? Kwamba maneno ya Daudi yakatimia kwa nani? Yesu Kristo. Maana ilikuwa ni unabii. Tena ukaja ukatimia. Hali nadhibitisha mwalimu, kifo cha Yesu ni hakika kabisa. Kwa sababu gani? Mwalimu wangu. Kwa sababu gani? Amosi 3. Mstari wake ni wa 7. Nipe andiko ile msemaji ili tuweze kuteremka vizuri. Amosi 3:7. Inasemaje? Hakika Bwana Mungu hatafanya jambo lolote. Sikia Abubakari, hakika Bwana Mungu hatafanya jambo lolote bila kuwafunulia watumishi wake. Manabii. Nini? Siri yake. Sasa mwalimu wangu, Waislamu wamefunuliwa manabii takriban 124,000. Sawa? Kati yao kuna manabii 25 wanaowajua kwa majina. Sawa? Mimi naomba hivi, walimu wa Kiislamu, kati ya manabii hao wote, isipokuwa Muhammad, ni nabii mwingine yupi ambaye alikubali na kufundisha kwamba Yesu hakufa? Hata mimi nasubiri hiyo. Ilitolewa andiko leo. Nisilimu leo niite Abu Jahali. Basi mimi nami niko kwenye sanjari huo. Sawa? Yaani kati ya manabii hao wote apatikane mmoja aliyeweza kufundisha ya kwamba Yesu hakufanya nini? Hakufa. Maana mimi natoa shahidi tena wakati mwalimu. Kwa sababu ya muda. Isaya 53 nafika baba. Isaya 53. Hebu teremka. 12 nipate raha kwanza kwa sababu ya muda. Unasemaje? Kwa hiyo ndio nitamgawia sehemu pamoja na wakuu. Atagawanya nyara pamoja nao walio hodari. Kwa sababu alimwaga nafsi yake atakufa. Akahesabiwa pamoja na hao wakosao. Kumbe akahesabiwa pamoja nao wafanyao nini? Walakini alichukua dhambi za watu wengi. Alichukua dhambi za watu wengi, hata Abubakari ikiwemo. Ndio. Na kuombea wakosao. Na kuombea wafanyao nini? Wakosao kama Mawembe. Sawa? Mwalimu wangu, je, unabii huo ulitimia kwa nani? Hapo Yohana 19 mwalimu. Naam. Teremka baba. 19. Hadi 18. Inasemaje? Wakamsulubisha huko. Na wengine wawili pamoja naye. Mmoja huku. Na mmoja huku. Na Yesu katikati. Akasulubiwa katikati. Na unabii ulisema atahesabiwa pamoja nao wafanyao nini? Wakosao. Sasa naomba hivi Abubakari akija. Sawa? Aje aniambie hawa ambao waliokuwa wakosao, ambao kulikuwa na mtu alisulubiwa katikati. Huyu aliyekuwa katikati yao ni nani? Unadhani atakuja tena? Labda atoroke. Ataleta mwingine. Labda. Sawa mwalimu wangu. Kwanza amekuja akakimbia akasema ya kwamba tunafuata Yesu ambaye amelali. Akakimbia walatia 3:13. Mwalimu wangu. Yaani unajua Wakristo nisikieni vizuri. Ni vizuri uweze kuelewa lugha ya Waislamu wanayotumia. Maana anajua kupinda maandiko sana. Sana. Sasa hebu soma andiko ile linavyosema. Wagalatia 3:13. Inasemaje? Inasema hivi. Kristo alitukomboa katika laana ya Torati. Kwa kuwa
askari. Akija hapo aweze kujibu. Maana kuelewa lugha ni msingi. Yaani Kristo alifanywa laana, si alilaniwa. Haya, muda wako imeisha. Imeisha. Wewe unatosha, ngoja na msubiri dakika 10. Naweza kuja na matibu tena mahali ambapo amegonjeka. Asante sana. Ninavyoona venye mjadala inaenda. Kwa hivyo tunaenda awamu ya pili, tunakaribisha mwalimu wa Kiislamu dakika 10. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sifa zote njema anastahili Mwenyezi Mungu ambaye ndiye muumba kila kitu na akakadiria kipimo chake, ambaye ndiye amenifanya mimi kuwa Muislamu tofauti na ndugu yetu anatangulia. Maana tayari wenye akili timamu wataelewa kwamba mgonjwa alikuwa anahitaji itishwe ambulance apelekwe tayari wote. Maana yeye alipokuja mimi namsikiza nikapata alikuwa analalamika Ustadh Abubakar punguza dozi. Punguza dozi unapa tabu. Sasa amelalamika mpaka pale sasa pumzi kuhema imekuwa mtihani. Anaokimbia hata kutoka vile kwa sababu nishakabidhiwa tu, acha nielemee tu maji ya shingo na dadia povu aone kama nitamuokoa. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tunarudi hapa, mambo mengine wala haihitaji kilasi, anataka akili. Swali, kwa nini Yesu afe? Yaani wewe mwenyewe utoke tu kwa useme Yesu amekufa, wewe mimi nimeokolewa, ndio ushaokolewa. Uwalini tukafa uingie uzima wa milele kama bibi harusi. Vitu vingine ndugu zetu fikirieni. Sio umepelekwa tu kama kondoo. Maana huyu anadandia posho. Ndio maana unaona anaenda bila anavyoenda kimalaria, lakini ile wote idhibitike tu. Yesu mwenyewe kwa kinywa chake andiko la Bwana Yesu ambalo halihitaji msasa. Kulikuwa na kasoro hapo, lakini ndio hivyo. Kwanza ilikuwa kubwa kidogo, imerekebishwa. 8:21 kitabu cha Yohana. Waje wapinge ili andiko. Unasema kitabu cha Yohana 8 mstari wake ni 21. Safi. Wale wanasoma haya maandiko. Naam. Basi akawaambia tena, Yesu akawaambia tena, bi maana anatilia mkazo. Ni jambo analikokoteza liweze kuingiwa kwa vichwa vyao. Aliwaambia vipi? Mimi naondoka, sio ninashurutishwa wala nasulubiwa. Mimi naondoka, nanyi mtanitafuta. Nanyi mtakufa katika dhambi yenu wenyewe. Tulia. Yesu anaambia nanyi mtakufa katika dhambi zenu wenyewe. Swali la akili, kama Yesu kafa kwa ajili ya dhambi zenu, ni zipi hizo ambazo anasema mtakufa katika dhambi zenu wenyewe? Kafa kwa ajili ya dhambi zenu, zipi hizo anazoambia mtakufa katika dhambi zenu nyinyi wenyewe? Ina maana Bwana Yesu alikuwa muongo. Yeye alikuwa anaogopa nini? Ili awadanganye mtakufa kwa dhambi zenu, kumbe yeye ndo ametolewa ili afe kwa ajili ya dhambi zenu, afa asifie kule. Kama Yesu kafa kwa ajili ya dhambi zenu, mbona kila siku mnaomba mkisema msamehewe dhambi zenu? Hamuoni kama mnachezewa akili? Maana tayari yule kashafanya jukumu lilokuwa lako. Kwa mfano, ilikuwa niweze kwenda Marigat muhadhara, badala ya kwenda mimi Ustadh Abubakar akaenda kwa Nyabangu. Kuna haja mimi kwenda tena? Nini tena? Sasa ni yani Yesu kafa kwa ajili ya dhambi zenu, lakini bado mmengangana utusamehe dhambi zetu. Vipi? Na wakati kafa kwa ajili ya dhambi zenu. Siji mpee tu kama bibi harusi mwambie ingieni katika uzima wa milele. Yaani mwalimu ananichekesha leo mno. Atukifanya kuwa askari umekuwa askari. Sasa ndio namshangaa. Kwani hebu ndio andiko la Galatia baba. Nasema hivi kitabu cha Galatia 3 mstari wa 13. Kristo alitukomboa katika laana ya Taurati. Kristo alitukomboa katika laana ya Taurati. Kwa maana imeandikwa, amelaaniwa kila mtu. Kristo alitukomboa katika laana ya Taurati. Kwa maana alifanywa laana kwa ajili yetu. Kwa maana amefanywa laana kwa ajili yetu. Kristo keshafanywa laana kwa ajili yenu. Ina maana yeye ndio yule ambaye amelaaniwa hapo, maana ashafanywa hiyo laana iko juu yake. Akauliza swali la mtoto wa chekechea, atukifanywa askari ndio ushakuwa askari. Kwa nini alokufanywa askari alikuwa taira kama kujua kama inafaa uwe askari? Ovyo.
Naona Kasina anatingisha kichwa anasema hapo sasa. Sasa alafu anauliza mwalimu namaliza. Anauliza nitaenda pale nikitetee vipi? Maana hapa tayari nishatua shingoni. Unasema Kasina chukua raha utakuja. Unasema hivi? Kwa maana imeandikwa. Kwa maana imeandikwa. Amelaaniwa kila mtu angikwae juu ya mti. Tulia. Kwa maana imeandikwa amelaaniwa kila mtu anayeangikwa juu ya mti. Swali, je, ni kweli imeandikwa kila mtu anayeangikwa juu ya mti amelaaniwa? Na kama ni kweli kila mtu angikwa juu ya mti amelaaniwa, je, Yesu aliangikwa juu ya mti ama hakuangikwa? Yaani mwalimu, itabidi Kasina haje sasa tu. Itabidi. Unaona pale wanachukua wahi kwa mwenyekiti na ndo raha. Sasa akija hapa anajua atasemelea vipi. Dakika 5 zimebaki. Hizo nyingi hata ingekuwa moja ilikuwa inatosha tu kuwafanya. Kasina namwambia punguza 2. Nasema hata ingekuwa dakika moja imetosha kuwafanya watumie akili, wasiende kibubuza tu, bali akili zao ziweze kufanya kazi. Maana hata Biblia inasema tumieni akili jinsi ipasavyo. Sio tunaenda tu eti kwa sababu wale walikuwa Marigat au Kabaranetu walisema ya kwamba Yesu amesulubiwa na sisi tunafuata. Akili yako je, kweli hapa ni kweli au si kweli? Ndio maana mwalimu alitangulia kutoa andiko na hilo andiko halikupingwa, ila anatamani atakayekuja aweze kulipinga. 15 baba. Unasema Korinto wa kwanza 15:15. Naam. Na sisi tumeonekana kama mashahidi wa Mungu. Kuna watu wameonekana wanamshuhudia Mungu uongo. Wao ni mashahidi wa Mungu lakini ushuhuda wao ni wa uongo. Ushuhuda upi? Unasema hivi, naam, na sisi tumeonekana kuwa mashahidi wa uongo wa Mungu. Safi. Kwa maana tumemshuhudia Mungu ya kuwa alimfufua Kristo. Kwa maana wao ndio wanaomshuhudia. Wao na mashahidi wao wakakusanyika wakawa 20, 10, 15 wanamshuhudia Mungu ya kwamba alimfufua Kristo ambaye hakufufuliwa. Jamani, Kiswahili rahisi tu. Kama watu wanamtaraji. Mungu anamshuhudia Mungu alimfufua Kristo na hakumfufua. Ina maana kama hakufufuliwa hakufanya nini? Hakufa baba. Alafu unasikia mtu bado hapa na akili zake anasema, "Toeni andiko hakukufa. Futeni hilo." Kwani sisi tumeandika? Nyinyi wenyewe pigeni mfute. Sisi wala hatuna kazi kwenu. Hatuna shida na nyinyi. Nyinyi mtakapoileta tunaenda hivyo. Andiko la Qur'ani akaja akasema anatufundisha. Alafu mwalimu, nimemshangaa sana huyu bwana. Ati shetani 22:3. Soma. Unasema hivi, shetani akamwingia Yuda. Shetani akamwingia Yuda. Hebu sikizeni jamani ni wa Kristo. Hivi jamani mbona mnataka vitu vingine jamani? Ando. Sasa zingine nafaa wakija waambieni bwana hatutaenda hivyo. Shetani akamwingia Yuda. Ili inasema hivi, niko pale mwalimu 22:3. 22:3 Luka narudia tena ili waweze kusikia wenyeji wa Marigat. Soma. Inasema hivi, 22 shetani akamwingia, inasema hivi, shetani akamwingia Yuda aitwaye Iskarioti. Shetani akamwingia Yuda aitwaye Iskarioti. Yaani kwenye mpango wa Mungu shetani aje kuwe master plan. Yaani Mungu yeye amechanganyikiwa, amekuumba, ameumba kila kitu, alafu ashinde mtaokoa vipi hao wanadamu. Sasa shetani ndio akuje na plan ambayo itafanikisha Mungu aweze kukukomboa. Jamani, maliza andiko. Shetani akamwingia Yuda aitwaye Iskarioti, mmoja wa wale 12. Akaondoka akaenda akasema na wakuu wa makuhani. Sasa Yuda baada ya kuingiwa na shetani, yani sasa shetani anamuongoza, akaenda akasema na wakuu wa makuhani. Inasema jinsi atakavyomtia mkononi. Anawapea line up sasa, jinsi atakavyomsulubu Bwana Yesu. Maana alikuwa amejua Yesu amezikamba, nitaenda, mtanitafuta, hamtanipata. Mimi na nini shetani akajua wewe fala, unaenda wapi? Sasa akaenda akaambia wale kujeni niwape plan. Sasa shetani ndio master plan wa kifo cha Bwana Yesu. Sasa nyinyi mje mtuambie, shetani alifanikisha ule mpango, na kama shetani kafanikisha mpango wa Bwana Yesu kusulubiwa, ina maana shetani ndio ambaye alikuwa master plan wa wokovu wenu. Yaani ili mpate wokovu nyinyi lazima mshukuru shetani, mnakuja mnasema wewe bwana mkubwa shetani, kama si wewe tusingeokolewa. Mwalimu nikasema nauliza, huyu ni maombe kweli? Anajua bala langu kwani mgeni, simulia mwenzangu huyu tunachinja naye kuku, mnakula kuku kule Western.
Hizi habari anazo ndo kakimbilia Ukunda. Dakika moja. Nasema na wewe mtani wangu, wewe mwenzangu huyo. Habari za kule kwetu kule Tanzania wakati nilikuwa bado napiga ngoma, anajua. Sio eti anajua hili balaa langu. Sasa yeye mwenyewe pia akija maeneo anajua acheze vipi. Maana akicheza rafu tu anajua hapa tayari kitaenda ndivyo sivyo. Kwa hivyo sisi tunarudi pale ya kwamba Bwana Yesu hakufa kwa ajili ya dhambi zenu. Wewe kama una dhambi, nenda ukatubu. Ukifanya uamini ati kwamba Yesu kafa kwa ajili ya dhambi zako, wewe na amekupea plan yote ni wafuasi wa shetani. Kwa sababu mpango wa Bwana Yesu kusulubiwa ili ufanikishe, alikuwa shetani ndiye alikuwa master plan. Swali letu njooni mtuambie, je, shetani alifanikisha? Na kama shetani alifanikisha, ina maana Mungu alishindwa kuwaokoa, ndio maana shetani akawaletea mwokozi. Haya, muda wako umekwisha. Ubarikiwe sana. Asante. Kwa hivyo namkaribisha Mkristo, na tunaendelea kupata elimu. Kila mmoja anayesikiliza ndiye atakuwa jaji kwamba je, Yesu kafa ama alikufa ama hakufa. Sasa kwa hiyo wewe unayesikiliza ndio utakuwa jaji mkuu kuweza kujua ni nani amefanya haki kwa mada ama haya. Nafikiri mnaona kwamba tunaelekea vizuri. Namkaribisha mwalimu Kasina aweze kuleta mada hii na aweze kurekebisha kama kuna mahitaji ya kurekebisha, ili kwamba tuweze kwenda vizuri. Dakika 10 mwalimu. Asante sana mwenyekiti. Nashukuru. Wakristo, Bwana Yesu asifiwe. Tusalimiane Wakristo jamani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Asante. Nashukuru sana kwa walimu hao wawili, Abubakari na mwenzake Bwana Mawembe, kwa sababu wanajaribu sana kupotosha Biblia mwalimu wangu. Naam. Lakini kitu ambacho nimekiangalia kwa wingi, lugha ndio inawasumbua. Naam. Kwa sababu andiko ambalo alitoa mwanzo na ukalirekebisha. Baada ya kurekebisha, amerudi Mawembe akadunga msumari tu pale. Ndio. Akasema kama ushafanywa, yule aliyekufanya kwani alikuwa taira ndio akufanye kuwa askari. Akasema hivyo, si ndio? Naam. Sasa mimi nakubaliana na Mawembe. Mawembe angalia juu, acha kuangalia chini. Hauna Facebook. Angalia juu. Mimi nakubaliana na Mawembe, ukifanywa askari unakuwa nani? Askari. 15:91 Qur'ani. Ukuje utoe hiyo. 15. 15:90. Unaona anacheka, ashaelewa. Lugha ndio inasumbua jamaa. Kiswahili. Kiswahili bwana. Njoo tukufundishe Kiswahili. 15:91 mwalimu wangu. 15:91. Yaani kitu kikifanywa basi kinakuwa. Ina Qur'ani vile nasema? Inasema ile 15:91. Mwalimu wangu inasema ambao wameifanya Qur'ani hii ambao unaona iko hapa kuwa ni mkusanyiko wa uongo. Maliza. Inaendelea kusema hivi, ambao wameifanya Qur'ani kuwa ni mkusanyiko wa uongo aliyokusanya Nabii Muhammad, alafu akadai kuwa ni nini? Ni maneno ya Mwenyezi Mungu. Na Mawembe amesema kitu kikifanya kinafanyaje? Kinakuwa. Kumbe Qur'ani ni uongo. Achana na Qur'ani kuanzia leo, imamu achana Qur'ani. Ni uongo tu kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Maana imefanywa. Simefanywa. Ndio hivyo. Wewe Kiswahili watu yake imefanywa. Sasa utatuambia Qur'ani inatoka kwa Mwenyezi Mungu. Naam. Hiyo imekufa hivyo, usirudia hapa tena. Jamani. Amesoma tena kitabu cha Yohana 8. Ndio. Na nilikwambia jana kanisani wewe tunavaa kitu inaitwa Bible study. Kabisa. Yohana 8:21 soma usikie andiko hiyo. Inasema ile. Alafu usikie utanta na uongo wa Waislamu. Ndio anaongeza maneno, soma. Inasema basi akawaambia tena, mimi naondoka, nanyi mtanitafuta, alafu nanyi mtakufa katika dhambi yenu wenyewe. Mimi niendako wenyewe. Huyu akaongeza Abubakar wewe vile ameketi pale. Akaongeza wenyewe, akamconfuse mwalimu wake. Ndio. Sasa mwalimu wake akaanza kuchezea pale wenyewe. Wenyewe, hakuna neno wenyewe pale ndani. Na ni kwa nini mtakufa katika dhambi zenu? Aya 24 hapo mwalimu wangu soma. Kwa hiyo naliwaambieni ya kwamba mtakufa katika dhambi zenu. Kwa nini? Kwa sababu msiposadiki
dhambi zenu. Swali, Waislamu mnakubali Yesu ndio Mwokozi? Ndio hiyo sasa. Mnakubali? Unaona watu wanainama chini. Hawakubali. Kwa hiyo kama hawakubali, ili andiko linawahusu wao. Mtakufa katika dhambi zenu. Hamtaki kuja kwa Yesu. Ndio. 20:100 Qur'ani. 20. Hamtaki peka dhambi zenu kwa Yesu. Yesu awaokoe. Mimi nafuata tu. Nitaenda na dhambi zangu. Sije hakuna. Weka twika Yesu msalaba. Naam. Yesu akuokoe. Soma mwalimu wangu 20:100 Qur'ani. 20:100 Qur'ani inasema hivi. Watakaojitenga nayo, basi kwa yakini watabeba siku ya kiyama. Waislamu watabeba siku ya kiyama mizigo ya madhambi, mizigo ya madhambi. Mtabeba nyinyi wenyewe. Sisi hatutaki hivyo. Sisi tunamtika Yesu. Maana ukimtika Yesu unasafisha na kuwa sawa mwalimu wangu. Kabisa. Kwa maana sisi tunakubali Yesu amekufa msalabani kwa ajili yetu. Naam. Wakorintho wa kwanza 15. Yaani usome maandiko tupite kutushinda kupita pale. Wewe ushaisikia Qur'ani study msikitini? Hakuna, si kwenda. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Naam. Sema Allahu. Mimi ili vitu gani mnaambia watu hapa wakale hapa watu vitu gani mnafanya hapa? Hapa hawaelewi. Hapa. Soma mwalimu wangu. 15 hadi 15 bali alianzia 3 na kuja baadaye. 15 inasema hivi. Naam. Na sisi tumeonekana kuwa mashahidi wa uongo wa Mungu. Sawa? Kwa maana tulimshuhudia Mungu ya kuwa alimfufua Kristo ambaye hakumfufua. Ikiwa hapa kuna Muislamu anaweza soma hapo. Alikatia wote wako hapa. Hawezi soma hapo. Ikiwa wafu hawafufuliwi. Sasa swali linakuja. Yesu amefufuka ama hakufufuka? Ndio. Sijika tunaelewana. Naam. Piga 20 hapo. Inasema, lakini sasa, hebu Kristo sikizeni, msije kudanganya na hawa. Sasa hii wanabeba kamera hii wanaenda kwa kibanda ya mama. Unasemaje kuhusu Uislamu? Angalia kwa mtandao. Unasemaje? Sema bismi. Fuata maandiko. Naam. Ndio tunawafuata. Soma mwalimu wangu. Lakini sasa Kristo amefufuka katika wafu. Haleluya. Amen. Kwa hivyo Kristo amefanya nini? Fufuka katika wafu. Limbuko lao waliolala. Huwezi ukapinga kifo cha Yesu msalabani. Hauwezi. Utaanzia wapi? Haiwezekani. 1:18 Wakorintho wa kwanza. Naam. Utapinga aje? Utaanzia wapi? Haiwezekani. Mimi nasubiri andiko tu kuja nalo. Yesu hakufa msalabani. Tufunge mkutano. Kabisa tunagoa vaa nini hapa? Soma andiko mwalimu. Kwa sababu neno la msalaba, wao wanaopotea ni upuzi. Ni nini? Ni upuzi. Wala hawataki kusikia neno la msalaba, kwao ni upuzi. Maliza. Lakini kwetu sisi tunaokolewa ni nini? Ni nguvu ya Mungu. Kwetu na dakika 3 nimeweka stopwatch. Sisi tunaokolewa ni nguvu ya Mungu. Sasa swali ni moja mwalimu wangu. Ndio. Qur'ani imekataa kifo cha Yesu. Hapo ndio najiuliza. Qur'ani sura 4 aya 157. Qur'ani 4. Qur'ani hii iko hapa, haijakataa. Imekataa kifo cha Yesu. Muislamu ndio unajua kwa mada zote tutakazokuwa nazo hapa. Naam. Waislamu ndio wanakataa. Lakini vitabu vinakubali kabisa kwa maandiko. Na kwa ajili ya kusema kwao, wa kaulihim, kwa ajili ya kusema kwao, sisi tumemuua Masihi Isa mwana wa Maryam. Na unafundisha vizuri sababu nzuri ya hiyo aya. Endelea mwalimu wangu. Mtume wa Mungu. Hawakumuua wala hawakumsulubu. Wakristo sikizeni point kwa Qur'ani. Sasa bali walibabaishia mtu mwingine. Wakafanya nini? Wakamdhani Nabii Isa. Nipo sasa raha duniani. Sema. Inaendelea kusema. Na kwa hakika Wakristo na Waislamu sikizeni Qur'ani, sio Biblia. Na kwa hakika wale walioitilafiana katika hiyo, soma vizuri. Na kwa hakika wale walioitilafiana katika nini? Hakika hiyo ya kufanya nini? Ya kumuua Nabii Isa. Kumbe Qur'ani inakubali Yesu kufa kwake ni jambo la hakika. Waislamu ndio wanakuja kukataa Yesu hajakufa msalabani. Ngoja nikuonyeshe tena nyingine. Hiyo sijui mpaka tutapitia wapi. Naam. Leo sijui kama utaswali msikitini au utakuwaje. 3:55. Nikatolewa msikitini hicho utakubatiza tu. Wewe tutachemsha maji yako vizuri tuweke pilipili maana una Uislamu mwingi sana. Soma uyeyuke.
3:55. Baruani. Lolote tu ile utasoma. Inasema hivi. Inasema 3:55. Idh qala Allah ya Isa kabisa inni mutawafika wala farajika ilayya. Pale Mwenyezi Mungu aliposema, kideni Waislamu pale Allah aliposema, ewe Isa, mimi nitakufisha. Kwa hivyo jambo la kwanza Allah anasema aje, mimi nitakufisha alafu na nitakunyanyua kwangu. Hayo kifunga safari uende msikitini, uulize Waislamu wote Yesu yuko wapi, utakwambia ako wapi? Ako mbinguni, si ndio? Alienda. Swali, alikuwa aenda mbinguni wakati gani? Naam. Qur'ani inasema inni mutawafika, kwanza nitakufisha, warafika ilayya, kisha nitakunyanyua wapi? Kwangu. Lakini sasa sikiza, Waislamu wanasema Yesu hakufa, lakini yako wapi? Mbinguni. Kwa hivyo wanajua kuliko nani? Kuliko Allah. Na nyinyi mko na matatizo, mnapinga mpaka Allah wenu. Naam. Mwenyekiti. Asante. Dakika moja na masekunde hapo. Kumbe mnampinga mpaka Allah wenu. Yaani maskini bwana, njooni kwa Yesu Kristo. Yesu amekufa msalabani na ni jambo la hakika kabisa mwalimu wangu. Rudia 19:18 kitabu cha Yohana. Inasema wakamsulubisha huko. Alafu na wengine wawili pamoja naye. Sawa. Mmoja huko, alafu na mmoja huko. Kisha na Yesu. Nani? Na Yesu. Nani? Na Yesu. Wapi? Katikati. Njoo umtoe Yesu hapo. Kama unasema usoma Biblia, tulipo huko. Ingia. Sio alikuwa anasema aje huyo. Unashindwa wewe unaenda kanisani ama namna gani? Na hizi pande ulichukia hapo Abubakar. Waislamu mwanzo kuchunguza huyo jamaa. Wewe ni Mkristo anaanza. Dakika mwalimu. Mwenyekiti. Naona zimekwisha. Kwa hivyo mada imeenda sawa. Waislamu wameongea, Wakristo wamefundisha. Kwa hivyo tunaingia katika awamu ya kuulizana maswali. Kwa hiyo ni Wakristo wanaanza kuuliza swali kwa dakika 3, alafu inajibiwa kwa dakika 5. Haya. Kwa hivyo Wakristo, uwanja bado ni wenu. Swali unajenga kwa dakika 3, alafu inajibiwa kwa dakika 10. Haya. Kabla sijauliza swali, kwanza mwalimu wa Kiislamu aliyesimamisha mada alitoa ahadi hapa 7:33 chapu kwa sababu swali langu linakuja 7:33 Yohana akasema yani 7:33 Yohana. Naam. Inasema hivi, anasema basi Yesu akasema, bado kitambo kidogo nipo pamoja nanyi. Kisha naenda zangu kwake yeye aliyenipeleka. Mtanitafuta wala mtaniona. Akasema tumtolee mahali ambapo walimtafuta Yesu wakamwona. 16:16 Yohana ndio wanamuona hapo. 16:16. Inasema hivi, bado kitambo kidogo nanyi mnioni. Ndio. Na tena bado kitambo kidogo nanyi mtaniona. Haya, sawa. Sasa tena akasema kwamba kifo cha Yesu si mpango wa Mungu. Sasa Yesu mwenyewe anasemaje? Ni mpango wa Mungu au sio? 10:18 Yohana hapo 10:18 kitabu cha Yohana. Inasema hivi, anaweka ahadi hapa na mfuta kwanza. hakuna mtu aniondoleaye, bali mimi nautoa mwenyewe. Nami ninao uwezo wa kuutoa. Ninao na uwezo wa kuutoa tena. Agizo hilo nilipokea kwa Baba yangu. Kwa nani? Kwa Baba yangu. Kwa hiyo kumbe kifo cha Yesu nilitoa kwa nani? Kwa Mungu. Swali 28:5 Yohana Mathayo 28:5 Mathayo. Inasema hivi. 28:5 ndio hapa. Naam. Inasema malaika akajibu akawaambia wale wanawake, msiogope ninyi, kwa maana najua ya kuwa mnamtafuta Yesu aliyesulubiwa. Hayupo hapa, kwani amefufuka kama alivyosema. Kumbe malaika anasema Yesu amefufuka kama Yesu alivyosema. Na 66 Qur'ani sura Tahrim inasema malaika huwa hawakosei. Sasa swali, huyu malaika anakosea kwa mujibu wa Uislamu? Haya, swali nzuri tu. Haya, swali imetolewa. Tunajibu swali kwa dakika 5. Mwalimu wa Kiislamu, karibu. Kwanza kabisa
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Na wale wa Kristo wanaopenda amani, amani ya Bwana iwe pamoja nani. Kama kweli waliokuwa nasikiza huyu mwalimu aliyokuja hajajielewa, ametoa andiko zaidi ya 4, lakini swali la mwisho anauliza kama malaika ni mkweli. Sasa mada ya leo ilikuwa si malaika ni mkweli. Mada ya leo ama somo ya leo ilikuwa je, Yesu amekufa msalabani? Naam. Kwa maana pia vile vile shetani na malaika zake, kweli si kweli? Kabisa. Pia shetani na malaika zake. Sasa nikisema hawa malaika walikuwa na shetani, sitakuwa nimekosea. Utakuwa uko sawa kabisa. Mimi namshangaa. Kwa maana swali hana, leteni watu wenye maswali, watu wenye hoja bana. Hapa inatakana vitu vya nguvu bana, si vitu vivi tu. Ndio anazoeshwa maiki hata. Wanafundishwa. Kwa hivyo kwanza kabisa katika jambo ambalo kwamba nitaka kulisema, swali katika 7:33 na ile aliyotoa ni tofauti 16:16 ni vitu mbili tofauti. Hebu rudia hiyo 7:33. Yohana 7:33. Ndio. Aha. Sala teremka haraka. Nimefika penyewe 7:33. Sasa tuangalie kama Yesu ni muongo ama Yesu ni mkweli. Hata tuambia. Basi Yesu akasema, bado kitambo kidogo nipo pamoja nanyi. Yesu anasema bado kitambo kidogo nipo pamoja nanyi. Kisha naenda zangu kwake yeye aliyenipeleka. Naenda zangu kwake yeye aliyenipeleka. Yaani mimi napaa kwenda kwa Baba kama alivyosema katika andiko lingine pale, napaa kwenda kwake yeye aliyenipeleka. Sasa swala la msingi hapa katika aya hii ndio tuliyotoa ni kwamba kwanza anaenda, kisha mtanitafuta. Kumbe Yesu akiwa kwa Mungu ndio atafanya nini? Atakuwa anatafutwa. Alafu hamtaniona. Kumbe watafanya nini? Hawatamuona. Andiko aliyotoa 16:16 anasema 16:16 huyu Yohana. Akasema sijui alinini wakamuona. Sasa kama walimuona ina maana Yesu muongo. Sasa alafu ndugu yangu hapo katika aya hiyo kwa kwamba wamemuona, alikuwa hajafanya nini? Alikuwa hajaenda. Sasa mimi nashangaa na andiko Yesu amesema afanye nini kwanza? Anasema anaenda. Alafu atafanyaje? Atafutwe. Lakini hawatafanyaje? Hawatamuona. Yaani ndugu yangu kiswali rahisi. Sasa ndugu yangu mimi namshangaa ndugu yangu Kasina ameshajua na amewaeleza Wakristo ya kwamba kumbe Yesu hakufanya nini? Hakusulubiwa. Na ndio akatoa Qur'ani akasomewa baruani. Qur'ani baruani sura ya 3 aya 55. Inaenda kwenye maelezo yake. Sura ya 3 aya 55. Aya 55. Akajifanya sasa mwenzake akajaribu kuona baruani tamuokoa, lakini hakuna baruani ya kuokoa ndugu yangu. Iteremka. Aya 55. Kasina wazi amejua Yesu hakufa. Inasemaje? Inasema pale Mwenyezi Mungu aliposema maelezo yake yake. Taja ewe nabii. Ndio. Pale Mwenyezi Mungu aliposema ewe Isa, mimi nitakutimizia ajali yako. Yaani nitakufisha kifo cha kawaida. Na kama alivyosema Ibn Abbas radhiallahu anha, wala sitamwezesha mtu yeyote kukuua. Kumbe jamani, kumbe kifo ambacho kwamba Yesu atakuja kufa ni kifo cha nini? Cha kawaida. Hata uawa na nini? Na mtu yeyote. Pale msalabani aliuawa na nini? Pale msalabani wanasema tena alikuwa na wezi mabeste zake. Ati kulikuwa tutumtoa katikati, tunamtoa katikati. Wanauliza kumbe yaani ni msiba. Baba, naam. 15:15 Wakorintho wa kwanza. Yaani maandiko yako wazi kabisa. Yaani hapa wala tuachi. Yaani Waislamu sisi tunajua Yesu atakuja atakufa kifo cha kawaida tu. Si kifo cha kuuawa msalabani pale, hapana. 15:15. Na sisi tumeonekana kuwa mashahidi wa uongo wa Mungu. Kwa maana tulimshuhudia Mungu ya kuwa alimfufua Kristo ambaye hakumfufua. Ambaye hakufanyaje? Hakumfufua. Teremka. Ikiwa wafu hawafufuliwi. Kristo naye, maana kama wafu hawafufuliwi, Kristo naye hakufanya nini? Hakufufuka. Sasa Kasina niambie babu ya babu yake kama alifufuka. Ili tuamini babu yake amefufuka. Kwa hivyo kama babu na babu ya babu ya Kasina hajafufuka, na Yesu hajafanyaje? Hajafufuka. Na kama hajafufuka hajafanya nini? Hajafa. Mwalimu, alafu akasema ati 20 kaliona kama inawaokoa. Teremka. Lakini sasa ndio Kristo amefufuka katika wafu. Mimi kolao waliofanyaje? Waliolala. Kumbe ni waliofanyaje? Wale waliolala. Kasina amelala. Sana mshangaa huyu.
Ala, unaona nalo. Muda imekwisha. Dakika 5 jamani, wewe nini? Nikwisha. Nimeisha? Nimeisha. Sawa. Haya, nashukuru. Najua umefuata dakika, lakini sawa. Tunaelewa.